Tukisalia hapo hapo kwenye maandamano, ni kwa waziri wa ardhi amepuuzilia mbali matakwa mapya ya kizazi cha Gen Z ya kutaka serikali iondoe ushuru wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu kwa ripoti ya ukaguzi wa jinsi pesa hizo zilivyotumika. Wahome ameonya dhidi ya kile alichokiita maandamano humo nchini ya kutatiza mipango muhimu ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na mradi wa nyumba za gharama nafuu. Huku vijana wakiahidi kuandamana tena hapo kesho, serikali imeendelea kuhimiza subira wakati wanapotafuta suluhu kwa matakwa yao. Waziri wa ardhi Alice Wahome ametahadharisha dhidi ya miito kwa serikali kusitisha ukusanyaji wa ushuru wa 1.5% wa kufadhili ujenzi wa nyumba za gharama nafuu humu nchini. I already have over 100,000 housing units. If I stopped at this stage, then that would be dead capital investment and it is Kenyans' money. Waziri Wahome amewataka vijana hao kuzingatia katiba na kudumisha amani. There are those who want peaceful maandamano, but there are those taking advantage of this particular space. And those are the problems. Wakati huo huo, Wahome alitangaza mipango ya kubuni sera mpya ya umiliki wa ardhi humu nchini. Anasema sera hizo zitakabiliana na unyakuzi wa ardhi ya umma na kufurugwa kwa rekodi za umiliki wa ardhi. As soon as we finish with the policy, then we'll be able to look at the land law and do rectification or amendment of the law to capture very serious loopholes and gaps that the land grabbers are using, including how we deal with the land that was grabbed belonging to the public but grabbed and developed. Akiongea wakati wa kikao cha umma katika wadi ya Nairobi Kusini, Wahome aliyeandamana na mwakilishi wadi eneo hilo Waithera Chege alisema mikakati imewekwa ya kutoa tena ardhi ya umma katika eneo hilo iliyonyakuliwa na watu binafsi wakiwemo wanasiasa. Hapo mbeleni kulikuwa na waizi, wale tunaita kwa Kiingereza grabbers, land grabbers, ambaye walikuwa wanafamia kila plot, kila shamba, kila nafasi. Joseph Ohungu, Darubini.